Kwa bado ndio kuna changamoto kwa Simba, wao wana advantage fulani ambayo baada ya kushinda goli 3, kwa hiyo wana advantage. Kwa hiyo approach yao ni nyepesi approach, kwa maana ya kwenda kuzuia wasifungwe magoli 4, kwa sababu kikubwa ni kuvuka. Kwa sababu ni moja kati ya approach ambayo ni nyepesi, kwa maana ya watakwenda, na ukiangalia hata performance wise kwa Simba ni rahisi, lakini kwa Yanga ambao tayari wapoteza bao 1-0 wana deni. Unajua ukishakuwa umefungwa away una deni, kwanza unawajibika kulipa lile deni kwanza, kwa maana ya kurejesha lile goli, alafu ndio kuangalia namna gani utavuka. Sasa ukiangalia kwa performance wise, kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwa Yanga, hapana shaka kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kwa individual brilliance ukilinganisha na wapinzani, unaona kabisa Yanga wako vizuri. Sasa lakini kikubwa ni kuingia na proper approach, yani approach gani watakaoingia nayo. Sasa hiyo inahitaji sasa ni collective decision, yani inahitaji ndio mabadiliko ya benchi la ufundi. Kwa hiyo kuna kuwa na tofauti ya program, lakini inahitaji ile technical bench lazima wakae na viongozi wakubaliane kwa pamoja, na ikiwezekana hata kushirikisha wachezaji. Kipindi sisi tunacheza mimi binafsi nilikuwa nashirikishwa, sio mara moja, sio mara mbili, na specifically wakati ule ilikuwa katika dabi mechi ya Simba na Yanga. Captain njoo, unasemaje? Hebu propose line up yako. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli huwa vina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kwa Yanga kwa mechi ya kesho wanatakiwa kuingia na, yani lazima wawe wameshafanya assessment, yani lazima wawe wameshafanyika uchambuzi wa kina ya kuwachambua wapinzani, ili by the time unapoingia na approach hiyo ni approach sahihi, kwa sababu hakuna tena nafasi ya kurekebisha makosa kama yatatokea. Kwa hiyo kama ulizoea 4-3-3, yani 4-2-3-1 approach hii tutakaoingia nayo, kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinahitaji lazima wawe wamefanya assessment ya kutosha ili waweze kupata ushindi. Lakini kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja wana uwezo wa kupata ushindi kwa sababu ya performance na experience ya wachezaji walionayo katika mchezo wa kimataifa, wana uwezo huo. Wakati ambapo Simba wanaweka kiingilio, Yanga hakuna kiingilio, bila shaka itasaidia mashabiki wengi kuingia, itakuwa na mchango wa kupatikana kwa matokeo mazuri. Of course washabiki wote wako na mchango, ingawa changamoto huaga ni kuwa control, kwa sababu uwanja una washabiki maximum 60,000. Sasa unaposema free wanafika 80,000 wakiwa 60,000 uwanjani, alafu 40,000 wako nje, huwezi control. Kwa hiyo kikubwa ni ile management ya crowd management, namna gani ya kucontrol kwamba muda wa kufika uwanjani ni moja kati ya kitu ambacho, kwa sababu kwenye usalama, safety and security ndio kitu cha kwanza. Kwa hiyo lazima muda kuwe na limit ya time, kwa maana ya kufika muda fulani watu wawe wamekwisha ingia. Kwa hiyo washabiki ni kweli wana mchango mkubwa sana. Washabiki ile waga inahamasisha sana kwa wachezaji. Kwa hiyo mshabiki siku zote huwa na mchango mkubwa sana kwenye kumotivate wachezaji. Kwa hiyo ndio sababu unaona kama vile Azam, lakini kwa Azam wao washazoea, si hata mechi za ligi huwa wanafanya wachezaji waingie free. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa Yanga of course inahamasisha washabiki kwa ajili ya kwenda kupush wachezaji, lakini hata na technical bench. Wanasema huwa haishi mpaka iishe, licha ya mabao 3 ambayo Simba wameyapata, unaona wapinzani wao wakija kupindua meza. Ni kweli, it's not over until it's over. Wao ulikuwa kwenye mechi hii hapa tulikuwa tumecheza hapa TPA HQ na DP World. Kipindi cha kwanza tumefungwa 2-0. Kipindi cha pili sisi tumefunga 4. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinathibitisha katika football waga, it's not over until it's over. Kuna wakati Manchester United wakati wa Alex Ferguson walikuwa wanafunga magoli dakika ya 88, 89, 88, 89. Kuna wakati huo yani ikawa trend hiyo. Yani ilishazoeka mechi kama 6-7. Moja kati ya kitu ambacho ndio ikawa reference. Jamani, it's not over until it's over. Yeah. Umekuwa mkongwe katika mpira wa miguu, umehudumu kwenye maeneo kadhaa kwenye Wizara ya Michezo, lakini neno lako kama mdau wa michezo kwa timu hizi 4 za Tanzania ni lipi? Kwa kweli kwa kikubwa kwanza ni kuhamasisha timu zetu, kwa sababu ligi yetu tunapozungumzia NBC Premier League, katika ligi bora katika bara la Afrika, katika top 10 zipo. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinaendelea kuithaminisha ligi na kinaendelea kuvutia wawekezaji. Wewe unaviona hivi ligi ya Saudi Arabia ndio inaongoza kulipa mishahara wachezaji, ni kwa sababu wawekezaji wamekwenda wengi, investors wanaweza. Kwa hiyo uchumi wa mpira unakuwa mkubwa, kitu ambacho wananufaika sio tu wachezaji bali jamii nzima inanufaika. Kwa hiyo kwa kweli kwa timu zetu zina nafasi, kwa sababu hii ni nafasi, this is an opportunity. Ni nafasi ambayo wanatakiwa kuitumia kama hivyo unavyoona. Kwa mfano katika mataifa yale 13 ambayo yanapata nafasi ya timu 4, Tanzania tumekuwepo consecutively kwa nafikiri kwa misimu 5 misimu 6 sasa, timu zetu 4, 2 Champions League, 2 kombe la Confederation. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa kweli tunatakiwa tuendeleze performance
tufike hatua hata robo finali, yani iwe ni kawaida kufika robo finali, nusu finali, robo finali, nusu finali, finali, tutatoa ubingwa kwa sababu wenzetu wamezoea hivyo. Misri wamezoea, Misri timu yani ikitolewa robo finali wamezoea, yani wanasikitika. Kwa hiyo na sisi ifike hatua kwamba tukifika robo finali iwe ni mazoea kwa mashindano haya ya kimataifa.